Kitu cha kwanza tunapaswa kutambua kwamba kwenye football hakuna ambacho hakiwezekani. Kwenye mchezo wa mpira wa miguu chochote kile kinawezekana. Instead kuna 90 minutes nyingine ambazo zinakuja kutokea hapa Tanzania, lolote lile linaweza kutokea kwenye mchezo huo. Mimi ndo ninachokiamini kutoka kwenye nafsi ya moyo wangu kwamba lolote linaweza kutokea kwenye ardhi ya Tanzania. Iwe Zanzibar. Ni kweli lolote linaweza kutokea, lakini kirekodi namba ambazo wako nazo timu zote mbili na ukiangalia namna ambavyo wanacheza, nini hasa ambacho unakiona? Isa, nataka nikupe mifano michache tu. Nadhani kuna kipindi ambacho mimi nimeanza kufuatilia kidogo mpira mwaka 2003 na 4. AC Milan aliondoka katika ardhi yake nyumbani akiwa na ushindi wa magoli 3-0 dhidi ya Deportivo La Coruna. Deportivo squad yao ya kina Nebet Nurdin wa kina Loy Makai ilikuwa ni ndogo tofauti na squad ya AC Milan, lakini aliweza kwenda kutana round na akashinda goli 4 kwenye mchezo wa marudiano akamuondosha AC Milan. Hata Liverpool, the night of Istanbul, kwenye usiku wa maajabu Liverpool aliondoka half time akiwa ameongozwa goli 3 tukumbuke. Anarudi second half dakika 45. Kocha wa Liverpool aliwaambia kwamba hatuna muda wa kupoteza kwenye mchezo, hatuna tunachokisubiri golini kwetu. Lazima tufunguke kwa sababu tupo nyuma kwa goli 3 na dakika 45 zikazaa goli 3. Kwa hiyo hata kwenye mchezo wa Simba Sports Club, kama mwalimu Fadlu Davis atakuwa na approach nzuri jinsi gani ambapo anawaingia RS Berkane kwenye mchezo wa marudiano, atajua jinsi gani anapaswa kwenda kukabili mchezo huu na jinsi gani ambavyo anapaswa kuwapa heshima RS Berkane na kutumia madhaifu machache ambayo yameonekana kwenye baadhi ya maeneo ya RS Berkane ambayo wanayahusudu sana kwenye kuyatumia kwenye kushambulia, basi wanaweza kunufaika nayo. Lakini kitu ambacho wanapaswa kukitambua ni kwamba si timu zote za Kiarabu kwenye mchezo wa fainali wanahusudu sana kukaa nyuma. Nitakukumbusha mchezo wa Yanga dhidi ya Yusma. Hakuna mtu ambaye alitarajia Yusma angekuja na pressure ile. Dakika 15 za kwanza Djigui Diarra alishafanya saves karibia 2 kwenye mchezo wa fainali. Kwa hiyo hata RS Berkane wanafahamu kitu pekee ambacho kitawafanya wao wawe comfortable kwenye mchezo huo ni kupata goli la mapema kuwazidishia pressure Simba Sports Club. Na ndio walichokifanya kwenye mchezo wao wa kwanza. Wakipata goli, kwa sababu sisi Afrika bado tuna ile zana ya goli la ugenini, litakuwa linawalinda wao na kuwabeba. Lakini Simba Sports Club kitu pekee ambacho wanatakiwa kukitumia kwenye mchezo huo ni maeneo ya pembeni ya RS Berkane. Berkane wanapenda sana kushambulia na fullbacks wao kwa sababu wana speed, wana ubora mkubwa wakifika eneo la katikati kwenda juu. Kwenye yale maeneo ambayo wanaondoka wale fullbacks, lazima tuwe tuna kiungo mmoja ambaye ana uwezo wa kupiga pinpoint pass atakayehamisha uwanja kwamba muda huu tunaamua mashambulizi ya upande wa kushoto, eneo ambao wametoka fullback wa kushoto wa RS Berkane. Kibu Denis shambulia hii space ambayo ipo wazi ndani ya 18. Kipindi tunashambulia tunapaswa kuongezeka kwa wingi, tuwe na idadi kubwa wa wachezaji ambao wanaweza kwenda kutusaidia kuweza kuzitafuta nafasi na kuziconvert kuweza kwa mabao. Lakini kwa namna nyingine tofauti na hiyo ambayo wanatakiwa kuifanya, sidhani kama mchezo utakuwa ni mrahisi. RS Berkane wanajua umuhimu wa mchezo wa fainali.